Nakuja Dr. Wile Mutunga. Huyu alikuwa ni jaji mkuu wa kwanza wa Kenya baada ya kuwa na katiba mpya ile 2010. Na ameweka msingi wa mfumo wa mahakama ya Kenya kuwa jinsi ulivyo. Ndio alikuwa anaunda mahakama ile upya. Lakini huyu vile vile kasoma katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ni wale miongoni mwa Wakenya ambao walikuwa wanakuja wakati tunabadilishana wanafunzi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao walisomea katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wenzake na kina Isa Shivji. Anafika hapa Tanzania anakatazwa. Anakataliwa, anarudishwa. Alafu unategemea kwamba mambo haya ni yataishia hapo hapo. Vile vile mmemsikia bwana huyo kijana huyo mwingine au vijana wameshikwa, Boniface Mwangi na yule dada Anet Arugaile ambao wamefanywa vile vile leo ndio tunaambiwa kwamba wameondolewa. Lakini jinsi ambavyo huyu Boniface alivyofuatwa pale katika hoteli ya Serena na akawa yuko hatarini, watu hawajitambulisha sawa sawa, au viongozi wanataka kwamba atoke nje, uongozi hata wa hoteli haujui, mpaka ikabidi pale jana asubuhi amefanya, ilikuwa ni mzingo wa fracas, watu wakashangaa, wageni wanashangaa, mtu anataka kushikwa mtero, uongozi wa hoteli haujui. Mpaka baadaye wanasheria wako pale ndio wamepambana, yule mtu akakimbilia kwa wanasheria pale, na kiongozi wa ulinzi wa hoteli akasema kwamba amweze kumchukua mtu bila kujitambulisha nyinyi akina nani. Kwa hiyo tuna taratibu, PGO inaelekeza namna mtu anatakiwa kushikwa, lakini wenzetu hawafuati hivyo. Kwa hiyo Chadema kama chama kinalaani yale yote ambayo yalitokea, kinalaani viongozi wa polisi na ndio ambao walishiriki katika zoezi zima, watu wa uhamiaji, watu wa polisi ambao walikwenda kufanya zoezi la kuwashika wale watu bila kufuata taratibu za sheria. Unapokuwa kama nchi, unapokuwa ni jumuiya ya kimataifa, unatakiwa uendane na kanuni na misingi au na yale maadili ya mtu ambaye amefanya nini, amesasishika, ameungwanika. Yanasema kwa Kiingereza kama you are a civilized person. Sitaki kutumia neno ustaarabu kwa sababu si sawa sawa. Ni mtu ambao wameungwanika. Ndio kusema ustaarabu, mwingine anasema ustaafrika, mwingine anasema ustauraya. Sio sawa sawa. Kwa hiyo ni mtu ambaye jamii ya watu ambao wameunganika, mataifa ambayo yana tamaduni na tabia na mienendo ambayo inaonekana kama huyu mtu sasa si mtu anaishi, si mtu hayawani, bali ni mtu ambaye amejamiika, amekaa sawa sawa na wenzake wengine, mwisho wa siku akaraika na kuwa mtu wa ulimwengu ambaye anaendana na tabia za nini, za watu ambao ni waungwana. Na ni mojawapo ya sifa ya kuwa taifa. Sasa mtu anaposhikwa kinyume cha taratibu, sheria zetu zinasema watu wanapotaka kumshika mtu lazima wafuate taratibu, lakini si wanaofuata. Tumeona matukio ya watu kupotezwa, wanashikwa wanapotea, na tuna kesi kina Mdude hatujui wapi mpaka hivi leo, Deus Soka hatujui, Ali Kibao alishikwa kwenye basi, mpaka leo polisi hata upelelezi hujafanyika, wameshika watu wengi wanapotea, mwisho wa siku wanasema kwamba sio sisi tuliwashika. Hata wanachama wetu wa Chadema walipopigwa hapa, wanasema kwamba sio sisi tuliwapiga. Kwa hiyo kuna kukana hata mambo ambayo ni ya wazi kabisa. Lakini mwisho wa siku yule kijana msaidia sana kuweza kujua namna gani vyombo vyetu vya dola vinavyofanya, vinavyokiuka kabisa tamaduni na sheria. Sasa unawashika raia wa nchi nyingine,